Take a chance. Oya kale kale. Mungu wangu nakupa sifa Bwana. Moto kuza majini tunamalizia na hii. Twende. Kulia. Kushoto. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Ni Jumapili ya Juni 22, 2025. Wachungaji na viongozi wa makanisa zaidi ya 9 ya Tanzania Assemblies of God section ya Mkonze, jimbo la Dodoma Magharibi, wamekutana katika ibada ya ushirika, ambapo pamoja na shangwe lililopigwa na vikundi mbalimbali vya kwaya na praise team, pia viongozi katika idara mbalimbali za section hiyo wametangazwa na kukabidhiwa majukumu yao. Akiongea baada ya ibada hiyo, Engineer Julius Mkenda ambaye ni mchungaji wa kanisa la TAG Ebeneza lililopo Chidachi, kata ya Mkonze, jijini Dodoma, ambapo ibada hiyo imefanyika, amesema, tumekusanyika hapa siku ya leo washirika wote na wachungaji wote na viongozi wa section ya Mkonze kwa maelekezo ya mwangalizi wetu mchungaji Festo Mainyila, na lengo kubwa la kukusanyika hapa ni kujenga umoja na ushirika wa makanisa yetu ya TAG katika section ya Mkonze. Na lengo kubwa la kujenga ushirika huu ni kwa sababu tuna kazi kubwa ya utekelezaji wa mpango mkakati wa Tanzania Assemblies of God, na hasa ujenzi wa makanisa na kuinua viwango vya kiuchumi vya makanisa ili kuweza kuifanya kazi ya kutekeleza agizo kuu kwa upana zaidi. Sasa katika section hii mwangalizi wetu ameona kwamba pasipokuwa na umoja na ushirika hatutaweza kufikia malengo hayo. Na kwa hiyo tumekuwa na ibada hii kwa ajili ya kwanza kujenga hamasa na ufahamu wa ushirika katika section yetu ya Mkonze ili tuweze kufikia malengo yale ambayo tumekusudia na tuweze kupanda makanisa. Kumbuka kwamba katika section hii mpaka sasa tuna makanisa 9 na mengi yao ni machache, ni madogo, yana idadi ndogo ya washirika, na kwa hiyo ushirika na ushirikiano ni mkubwa zaidi, unahitajika kwa ukubwa zaidi ili tuweze kusaidiana na kutiana moyo katika kupanda makanisa katika section yetu. Tunahitaji tupande makanisa katika section yetu, angalau ikifika mwaka kesho tuwe tumeshafikisha makanisa angalau 20 katika section hii. Aidha, mchungaji Mkenda akataja siri hii itakayolikuza na kuliongeza kanisa hilo. Tusiwe wa binafsi, kwa sababu mchungaji anapofanya kazi peke yake anakosa ile nguvu ya umoja ambayo tumeiona sana katika Biblia. Kanisa la mwanzo, lile kanisa ambalo tunasoma kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 2, mlango wa 3, mlango wa 4, mlango wa 5 mpaka mlango wa 5 kuendelea, ni kanisa ambalo liliongezeka nguvu na likakua, na idadi ya watu wengi waliokolewa kwa sababu ya ushirika, kwa sababu ya umoja, kwa sababu ya kushirikiana. Hawakuwa na ubinafsi. Na Biblia inasema katika Matendo ya Mitume 2 inasema watu walikuwa na vitu vyote shirika, maana yake ubinafsi hakuwepo. Na sababu hii ilisababisha ukuaji mkubwa wa kanisa. Na Biblia inatuambia walipokuwa wamedumu katika kusali na kuumega mkate na kila jambo kwa ushirika, Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa watu waliokuwa wameokoka. Hiyo ndio dhana kubwa tulionayo na ndio lengo letu kubwa. Tunataka tuache ile dhana ya kila mtu kufanya peke yake, tuingie katika kufanya katika umoja na ushirika, tukisaidiana mchungaji kwa mchungaji na washirika kwa washirika. Hata washirika wenyewe wakifahamiana inakuwa pia rahisi hata kulinda utakatifu, kwa sababu ni kwa upana mkubwa wanafahamiana katika eneo la Mkonze. Ama kwa upande wake mwangalizi wa section hiyo mchungaji Festo Mainyila akataja baadhi ya idara zilizopata viongozi na umuhimu wake. Kwa hiyo tumeweka viongozi wale idara mbalimbali, idara ya wanawake, idara ya watoto, idara ya vijana, idara ya wanaume, idara ya uinjilisti, idara ya umisheni, idara ya maandiko, idara ya muziki na uimbaji, idara ya pia ya maombi, idara mbalimbali. Na TAG sisi tuna idara 12 za kiutendaji, na idara hizi zinaoperate katika maeneo makubwa kwenye vitengo vyao husika, na hii itasaidia section yetu kuweza kufanya mambo makubwa, kwa sababu tayari tunarahisisha na kuleta ufanisi kwa sababu ya kuwa na viongozi tulio nao. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya ibada kuwa nzuri, na viongozi tumekwisha kuwapata tayari wa kurugenzi na kamati zao, na naamini Mungu kwamba Mungu anakwenda kuwasaidia
ili kazi hii ipate kuendelea vizuri, na hasa kwenye section yetu mpya ya Mkonze na hata nje ya section yetu pia. Rosi Chizenga, yeye ni mmoja wa wateule katika nafasi ya ukurugenzi wa idara ya vijana. Alipopata nafasi alitamka haya: ni neema tu, Mungu ameniona akanitunuku nafasi ya kutumika shambani mwake kupitia idara ya vijana. Kwa naweza kusema tu ninamshukuru Mungu sana kwa kunijalia nafasi hiyo. Mimi ni kijana, nina nguvu, nina uwezo wa kutumika vizuri kama jinsi ambavyo neema imenidondokea, kwa kushirikiana na watendaji wenzangu, kwa sababu siko peke yangu, niko pamoja na watendaji wenzangu wa idara ya vijana. Nizungumzie namna ya kuwafikia vijana. Namna ya kuwafikia vijana. Nataka tu kusema kwamba tunakusudia kuwekeza zaidi kwenye matamasha tofauti tofauti. Vijana especially wa kiume wanapenda vibe. Na namna ya kuwafikia ni kupitia kile wanachokipenda, ili tuweze kuwafikia na kuwaeleza kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wao kuwepo kanisani. Kujenga, kufahamiana, kukaa pamoja katika utumishi huu ndiko kunakoleta nguvu ya kanisa. Kutoka hapa kanisa la TAG Ebenezer lililopo Chidachi, kata ya Mkonze, Dodoma, Tanzania, John Israel wa Banda Media.